Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Dam Hussein. Ripoti mpya zinaeleza kwamba meli ya USS Abraham Lincoln imeondoka Mashariki ya Kati. Ni meli ambayo ilitumiwa na wanajeshi wa CENTCOM wa Marekani katika mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, kushindwa kwa mapambano ya Marekani dhidi ya Iran kumewafanya wanajeshi waliomo katika meli hiyo kuwa katika hali ngumu, lakini pia mashambulizi ambayo pia yamefanywa na Iran dhidi ya meli hiyo imeifanya meli hiyo kuondoka katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Taarifa zaidi zinaeleza kwamba meli ya kivita nyingine ya Marekani inaelekea Mashariki ya Kati kuchukua nafasi ya meli ya USS Abraham Lincoln, miongoni mwa meli kubwa zaidi za kijeshi za Marekani kwa muda wa miaka mingi. Meli hiyo inatajwa sasa inaondoka Mashariki ya Kati. Hata hivyo, ilitarajiwa kuondoka katika eneo hilo baada ya ushindi kamili dhidi ya Iran. Meli ya kubeba ndege za kivita ya Marekani wakati huu inaanza safari kuelekea Mashariki ya Kati kuchukua nafasi ya USS Abraham Lincoln, ambayo maelfu ya mabaharia wake wameripotiwa kukabiliwa na uhaba wa chakula na mazingira magumu ya maisha wakati wa operesheni yake ya miezi 9. Hii imeripotiwa kupitia tovuti ya shirika la habari la BBC Swahili. Kulingana na uchunguzi wa BBC, meli ya USS George Washington iliyokuwa karibu na Malaysia mnamo Alhamisi ya wiki hii huenda ikafika katika eneo hilo ndani ya takribani siku 9 zijazo. Familia za baadhi ya mabaharia wa USS Abraham Lincoln zimeelezea wasiwasi kuhusu kudorora kwa afya ya akili ya jamaa zao kutokana na hali ngumu wanayokabiliana nayo, huku kukiwa na ripoti za baadhi ya mabaharia wakitaka kujirusha ndani ya bahari. Hata hivyo, taarifa zaidi zinadai kwamba jeshi la wanamaji la Marekani limekubali kuwepo kwa matatizo usambazaji wa mahitaji muhimu kwa wanajeshi hao, lakini limekanusha kuwa wanajeshi hao wanakabiliwa na changamoto za afya ya akili. USS Abraham Lincoln ilibeba takribani wanajeshi 5,000 ambao walikuwa tayari kwa ajili ya mapambano dhidi ya Iran. Lakini baada ya mashambulizi makali ya jeshi la wanamaji la Iran na jeshi la anga la Iran, meli hii ya Abraham Lincoln pamoja na wafanyakazi wake wamelazimika kuondoka katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Akizungumza na waandishi wa habari hapo jana, Rais wa Marekani Donald Trump alipuuzilia wasiwasi ambao umetolewa na familia za wanajeshi walioko katika meli hiyo, ambao wanadai muda wa operesheni ya meli hiyo imekuwa ni ndefu sana. Hata hivyo, Marekani kupitia rais wake Donald Trump alikuwa na wazo kwamba pengine meli hiyo ingetumika ndani ya wiki 2 tu za mapambano dhidi ya Iran, na kwamba baada ya wiki 2 pengine meli hiyo ingerejea salama nchini Marekani. Jambo limekuwa tofauti kabisa na matarajio ya Rais Donald Trump. Meli hiyo ndani ya siku 40 haikuweza kufanikiwa kufanya kile ambacho kilikusudiwa na Marekani. Zaidi ya hayo, Marekani ilitumia nchi zingine katika kuangalia maeneo ambayo yana ngome zake za kijeshi, na licha ya kutumia ngome hizo za kijeshi zilishambuliwa kwa makombora makali kutoka nchini Iran, na hatimaye baadhi ya wanajeshi wakaondolewa katika kambi hizo, na kwamba kambi nyingi katika Mashariki ya Kati za Marekani zimeharibiwa vibaya. Hata hivyo, Marekani kupitia Rais Trump amekuja na kauli nyingi wakati huu, huku akisema lazima autawale mlango wa bahari wa Hormuz na atautangaza kuwa ni sehemu ya Marekani. Rais huyo wa Marekani amenukuliwa na vyombo vya habari akisema kwamba hivi karibuni atatangaza mlango wa Hormuz kuwa sehemu ya eneo la Marekani, akidai kuwa Iran imeathirika vibaya na vita vilivyotokea katika eneo hilo. Amesema baada ya kuishinda Iran ambayo sasa imeathirika vibaya, hivi karibuni nitatangaza mlango wa bahari wa Hormuz kwa eneo la Marekani, alisema katika mkutano wa kisiasa huko mjini New York. Hata hivyo, wa Iran wamemjibu wakisema mlango wa bahari wa Hormuz ulikuwa na unaendelea kuwa chini ya mamlaka ya Iran. Akijibu kauli ya rais wa Marekani Bwana Trump ya kutangaza mlango wa bahari wa Hormuz kwa eneo la Marekani, naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Kazem Gharibabad amesema kuwa mlango wa bahari wa Hormuz ulikuwa wa Iran na ni wa Iran na utaendelea kuwa wa Iran. Alichapisha kupitia mtandao wake wa kijamii wa X na kusisitiza kuwa mlango wa bahari wa Hormuz hauwezi kutekwa kupitia ujumbe uliochapishwa kwenye ukurasa wa X au meli ya kubeba ndege za kivita. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Dam Hussein.